Kwanza nataka kuchukua nafasi hii kutoa shukrani zangu kwa jinsi nilivyoalikwa kuja kuhudhuria sherehe hii. Ni kitu tunachofanya kwa kuendeleza ujenzi wa nchi yetu. Ndugu zangu, lakini nadhani sitaeleweka kama niliondoka bila na mimi kusisitiza swala la amani, swala la amani na upendano na mshikamano wa Watanzania. Kwa hiyo kwa Watanzania wenzangu, nawaomba hili swala la Tanzania tulikazanie sana na tujione wote ni ndugu, sisi wote ni watu wamoja, lakini cha msingi sana tulinde swala la amani, kwa sababu amani ndio msingi wa vyote. Mtakumbuka hata Yesu alipoondoka aliwaambia wanafunzi wake, amani yangu nawaachia. Kwa hiyo kama Yesu aliacha amani kwa wanafunzi wake, basi amani hiyo inatufikia hata sisi, tuwe na amani na upendano. Tujishughulishe na maisha ya sasa. Haijalishi maisha yako unayoyapitia sasa yakoje, shughulika nayo. Haijalishi watu wanasema nini juu yako, lisikuchanganye. Anza maisha mapya na hapo ulipo usimame na usonge mbele kwa jina la Yesu. Kwa sababu ukiweka kiraka kipya kwenye vazi la zamani, kile kiraka kipya kitalichakaza lile vazi la zamani kabisa. Simame katika jambo hili. Tuendelee kumtazama Mungu katika maisha yetu. Tuendelee kumtegemea Mungu. Lakini mambo haya yote yanapaswa kutumia hekima hali ya juu. Na hiki tunapoambia kwamba mwenendo wetu uwe na hekima. Mimi naitwa Akili Alan Lusingu, ni mwenyeji wa hapa Kiurio. Sisi ni vijana, kama mwanzoni tulivyopata kusikia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu na makamu wa rais wa kwanza. Hotuba ile imetuelekeza juu ya amani ya nchi. Nadhani katika kile kilichozungumzwa na ndio uhalisia, amani ni tunu ya taifa. Bila amani sisi kama vijana ni ngumu sana kupata exposure tofauti. Ile amani tuendelee kuwa nayo na uirisi vizazi na vizazi. Bila amani ni ngumu kufanya uzalishaji. Usitumike kuharibu amani ya nchi hii. Tunatakiwa balozi kwenye kulinda amani na kutetea taifa lako. Hatuna taifa jingine zaidi ya Tanzania.